Na mtazamaji, huku maswali yakizidi kuibuliwa kuhusu visa vya moto shuleni, usiku wa kuamkia jana, moto mwingine uliripotiwa katika shule ya wasichana ya Gasharage huko Kandara, kaunti ya Murang'a. Wazimamoto na wadau wa dharura walifanikiwa kuuzima moto huo kabla ya kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali. Tukio hilo linajiri siku mbili tu baada ya watoto 16 kufariki kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, kaunti ya Nakuru. Takwimu zikionyesha kwamba zaidi ya wanafunzi 100 wamefariki katika muda wa miongo miwili kupitia mikasa kama hii, huku lawama ikielekezwa kwa wanafunzi na hitilafu za umeme. Mikasa ya shule za Changuli, Bombolulu na Moi Girls Nairobi vinasalia kwenye kumbukumbu. Laura Otieno anaangazia historia ya mikasa shuleni iliyoacha familia nyingi na majonzi. Mkasa wa moto katika shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Academy iliyosababisha vifo vya wanafunzi 16 umetonesha kidonda kwa mamia ya familia zilizowapoteza wanawao kupitia mikasa kama hii. Mwaka 2024, wanafunzi 21 wa shule ya Hillside Endarasha, kaunti ya Nyeri waliteketea katika bweni lao. Mkasa huo kijiri miaka kadhaa baada ya wanafunzi wengine 10 kufa moto katika shule ya upili ya Moi Girls Nairobi. Kulingana na stakabadhi zilizowasilishwa kotini, mwanafunzi wa kidato cha kwanza aliteketeza bweni mwaka 2017, mahakama ikimpata na hatia na kumhukumu kifungo cha miaka 5. Aidha, wanafunzi 8 kutoka shule ya msingi ya Asumbi, kaunti ya Homa Bay pia walifariki mwaka 2012. Wanafunzi hao walifariki baada ya bweni lao kuteketea, chanzo cha moto huo kikiwa ni hitilafu ya mitambo ya stima. Hata hivyo, mkasa wa moto wa shule ya wavulana ya Changuli, kaunti ya Machakos umesalia kuwa mkasa mkubwa zaidi katika historia ya taifa, ambapo wanafunzi 67 walifariki. Kesi dhidi ya wanafunzi 2 waliokabiliwa na mashtaka ya kuteketeza bweni hilo mwaka 2001 ilitupiliwa mbali. Vilevile, shule ya wasichana ya Bombolulu, kaunti ya Kwale pia iliingia katika kumbukumbu ya mikasa baada ya wanafunzi 26 kufariki katika bweni moja mwaka 1997. Chanzo cha moto kilibainika kuwa mchanganyiko wa kemikali zilizosahaulika kwenye bweni baada ya mradi wa sayansi. Huku asasi mbalimbali zikinakili takwimu, mamia ya familia zimetoneshwa kidonda cha historia ya mikasa ya moto shuleni. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.